kuna mahali fulani mnafika unasema kosoa, kupinga. Ila sasa tumia hekima. My dear, kama sisi hatutumia hekima, wewe unayekuwa na hekima, ilikuwa ni vizuri tumia hekima, ondoa hicho tunachokilalamikia, yaishe. Kama kuna hekima sisi tunakuwa tumekosa, kwa sababu naamini mpaka unaanza kutumia lugha hiyo kwamba kukemea kemeeni, kuonya onyeni, ila tumieni hekima. Maana yake kwanza unafahamu tuna akili timamu. Tuna ufahamu timamu. Maana yake tumetumia njia ya mwisho ambayo ilikuwa ndio mwisho. Sasa kama tunachokuwa tumefanya nia ni njema ila hatuna hekima, kwa nini wewe usitumie hekima tu yaishe? Katika kitabu cha Mithali 18 mstari wa 23 imeandikwa kusema, maskini hutumia maombi bali tajiri hujibu kwa ukali. Na katika kitabu cha Mithali 21 mstari wa 13 imeandikwa kusema, azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Na mwisho nimalizie katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 14 imeandikwa kusema, wasio haki wamefuta upanga na kupinda uta, wamwangushe maskini na mhitaji na kuwaua wenye mwenendo wa unyoofu. Mithali sura 14 mstari wa 31 imeandikwa kwamba amwonaye maskini humsuta muumba wake, bali yeye amhurumiaye ama awahurumiaye wahitaji humheshimu muumba wake. Mimi na watoto wangu kwa sehemu kubwa naamini ni wale ambao kwa mujibu wa mitazamo ya hii dunia sisi ni maskini, kwa sababu maskini kwa sasa ni mtu asiye na vitu lakini pia mtu asiye na watu wenye vitu au wenye mamlaka. Huyo ndio maskini kwa tafsiri ya dunia ya sasa. Na kwa sisi nadhani wengi mlimsikia hata Bashando alisema kumbarikiwa pale ni vigumu kuona mtu anayekuwa na milioni 10. Ngao kifanya tujaribu kumwonyesha kwamba pana huwa wanakuepo, ingawa nao wanaishi kwa mashaka sana, kwa sababu inadhaniwa pengine akiwa na milioni 10 20 ndio wanatufanya tuwe majasiri hivi. Lakini hapana, wako watu wana material ni waoga, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki ni jasiri kama simba. Na kuna wakati mwingine tunakuwa majasiri automatically, yani sio tunajifanyisha. Anyway, point yangu ni hii ya kwamba mimi nadhani kwa vipimo vya hii dunia ni moja kati ya masikini, na watu wangu ni masikini. Ni vigumu sana mwenye cheo kuambatana mimi kwa sababu anajua cheo chake atakipoteza. Mwenye mali kuambatana mimi kwa sababu anajua mali yake itakabiriwa. Kwa sisi ni wale mfano wa Daudi ambaye waliomfuata ni wenye madeni, ni wenye uchungu mioni mwao, ni wenye huzuni, wakamfanya kwa jemedari wao. Sisi hatuna mtu aliye mamlakani anayeweza akapiga kelele akasema acheni hawa mumewaonea. Sisi hatuna mtu aliye Ulaya kwa wazungu ama bunge lolote mwenye cheo chochote awezaye hata kusema mtu kama mimi ama watoto wangu ama kijana wangu huyu unajipanga kusema tutawaonyesha, tutawakomoa, wanapambana sisi. Mtu wa Mungu, umeoneaye maskini unamsuta muumba wako. Sisi tunakubali, mimi nakubali kwa vipimo vya dunia mimi ndo huyo maskini, watoto wangu hawa ndo hao maskini. Kunionea watu wanavaa magwanda wameshika mabunduki watesa nini, wanapambana sisi hawa, wanapambana sisi, unamsuta Mungu wako kabisa. Ni aibu kubwa nimesema kadhaa. Mtu aliyeinua mikono, mtu aliyeinama chini, unapiga unavyotaka, unamfanyia unalotaka. Kosa lake tu akijitetea, akalia, akafafanua, unanipiga bure. Hilo ndo linakupa jeo na kiburi na kwanza kuchemka. Unapambana sisi, unapambana sisi, tunakuonyesha updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Tutawaonyesha, tutawanyoosha. Hii ni lugha ambayo kwa sasa ni ya kawaida sana kuisikia ama kuiona kwenye physical appearance ya sehemu kubwa ya walio mamlakani ama wanaofanya ili kuwafurahisha walio na mamlaka kubwa, wakimaanisha kwamba yeyote atakayekuwa hamfurahishi, hafanyi anachotaka mwenye mamlaka kubwa, huyu mtu atanyooshwa, huyu mtu ataonyeshwa. Na zaidi ya hayo hupewa tafsiri ya kwamba kama hufanyi, husemi kitakachomfurahisha bosi wangu au mimi niliye kwenye mamlaka, hiyo ni tafsiri ya una kiburi, unapambana na mamlaka, una kashfa, ni mwanaharakati. Yani kana kwamba kuwa mwanaharakati ni dhambi,
na inasadikiwa, inadhaniwa hasa ukiwa mhubiri au mcha Mungu unatakiwa kuwa taila, kwa sababu kiumbe ambaye pekee hawezi kuwa mwanaharakati ni taila tu. Ndio maana ukisikia neno harakati linavyotumika, kuna maana yanasema mwanaharakati wa haki za binadamu, kuna mwanaharakati wa haki za wanyama, kuna mwanaharakati wa mazingira, kuonyesha kwamba kukomalia kokote kwa jambo ni harakati. Tafsiri kabisa ya harakati: Mungu ni mwanaharakati, mfanyabiashara ni mwanaharakati, maraya ni mwanaharakati. Ndio maana ukiona mtu yoyote ukomalia jambo, huwa watu msifu kwamba huyu ni mwanaharakati kwenye jambo hili. Lakini kosa kubwa kabisa ni kuwa mwanaharakati wa kukomalia uovu, kupinga uovu, mpaka uovu au muovu ajijue ni muovu, watu wamjue ni muovu, watu wajue huu ni uovu. Huyo hasa akipinga uovu, wanayekuwa pengine ni kama na kacheo, ana kamamlaka, basi huyo ni mwanaharakati haramu. Kinachofuata baada ya hapo, anapewa kila aina ya jina baya. Anapambana na mamlaka, ana kiburi, anajifanya mjuaji, na kwa sababu hiyo tutamnyosha, tutamwonyesha. Sasa mimi nikwambie, unanisikiliza kwa namna yoyote, ya kwamba kwa sehemu kubwa mnaokuwa katika mamlaka au mnaotaka kuwafurahisha wanaokuwa katika mamlaka, mnatumia nguvu kupambana na mtu ambaye hawezi kupambana, hana mpango wa kupambana na wewe kwa namna yoyote. Afanyacho tu anatimiza ni wajibu wake wa ubinadamu wake, na aliye na uelewa kamili hata acha kutimiza huo binadamu wake, kwa sababu wewe umeamua kuchukua tafsiri potofu ambayo inakufurahisha unapoenda kunywa pombe, unapotoka kuzini au kunywa pombe. Hiyo tafsiri unaposema una kashfa. Sasa hivi kila ambalo hapendi kusikia mtu mwenye mamlaka ni kashfa, ni maneno ya uongo, ni kukosa hekima, ni kutukana matusi. Yani kuna mahali fulani mnafika msema kosoa, kupinga. Ila sasa tumia hekima. My dear, kama sisi hatutumie hekima, wewe unayekuwa na hekima, ilikuwa ni vizuri tumia hekima. Ondoa hicho tunachokilalamikia, yaishe. Kama kuna hekima, sisi tunakuwa tumekosa, kwa sababu naamini mpaka unaanza kutumia lugha hiyo kwamba kukemea kemeeni, kuonya onyeni, ila tumieni hekima. Manake kwanza unafahamu tuna akili timamu, tuna ufahamu timamu. Manake tumetumia njia ya mwisho ambayo ilikuwa ndo mwisho. Sasa kama tunachokuwa tumefanya nia ni njema, ila hatuna hekima, kwa nini wewe usitumie hekima tu yaishe? Kwa nini wewe usitumie tu hekima yaishe? Sasa kuna jambo ambalo nimetaka leo ieleweke sana. Tutawanyosha, tutawaonyesha. Hii ni lugha ambayo inaonekana kwenye physical appearance ya kiumbe yoyote anayetumikia wenye mamlaka, anayetaka apate cheo kutoka kwa wenye mamlaka, akubaliwe na wenye mamlaka, pewe kaposho na wenye mamlaka, ama ni mwenye mamlaka. Ndio sura kwa sehemu kubwa, kwa sehemu kubwa. Mimi sijui kama unaweza kumuona mwenye mamlaka ama anayetumikia wenye mamlaka ukaiona sura ya huluma, hasa akiwa mbele ya bosi wake, ama akijua bosi wake atapata taarifa kwamba pale kaonyesha huruma, kaonyesha haki. Sijui, lakini mimi nimeona kwa kipande kikubwa niliokutana nao kwa sehemu kubwa, unaona shindano lilopo juu yao
ni ahakikisha ataonyesha moyo mbaya, atumie lugha katiri. Nimekwambia wale ambao wanakuwa najua hiki ninachokifanya bosi wangu atajua. Kuna mahala ambapo kama anajua bosi wake hatajua, unakuta kidogo huwa anaweza kuambia tunapinga tu haya, tunanyamaza tu hapa, lakini tunafahamu mnachopigania ni chema, mnachopinga ni sahihi. Kwa nazungumzia mwenye mamlaka, sehemu kubwa, asilimia kubwa wanaokuwa najua hiki ninachokifanya hapa, hiza bosi wangu yupo au atapata taarifa kwamba nimefanyaje. Ni vigumu sana kuona mtu ni mfanyakazi kwa sasa anaonyesha moyo wa ubinadamu, wa huruma, wa utu, wa haki, na mwisho wa siku mnaamua kupambana na asiyepambana na nyie. Mnaamua kumuonyesha ambaye hana cha kuwaonyesha. Mnaamua kumpa jina la aina yoyote baya, muhalalishe mabaya mnayotaka kumfanyia mtu ambaye hana baya alilowahi kuwafanyia, wala hana baya analopanga kuwafanyia. Mimi ni moja kati ya mtu ambaye katika harakati na namna kadhaa za kujaribu kutimiza wajibu wa neno la Mungu na ubinadamu, nimekutana na sura za ina hii. Tutakuonyesha, tutakuumiza, tutakukomoa. Na nahisi ni sura, ni maneno ambayo nitacheza nayo miaka mingi, kwa sababu sasa lifestyle unaweza ukawa salama tu ikiwa utamfurahisha bosi wako, utafanya mapenzi ya aliye na mamlaka kubwa anaweza kukupa ulaji. Mimi nakataa mpaka kufa kwangu, nitakupinga mbaya. Kuna mahala nitatumia lugha unayoitaka, utakayoita ina hekima, ila kwa maana ile ile ambayo hukuita ina hekima, na mwisho wa siku utajikuta unasema kwa hapa cha kumfanya sina, ila ana moyo ule ule, katumia lugha ile, maana ile ile, anataka kitokee kile kile ambacho wakati fulani nimemdhuru, nimemtafsiri, nimemfafanua, nimemhalalisha apatwe na mabaya. Mimi nakutangazia na kujulisha, nitasimama pale pale. Mimi sitafanya mapenzi ya malaya mmoja, mzinzi mmoja, ambaye hata mke wako nyumbani analia, anaumia kwa umalaya unaofanya kwenye mabaa, alafu kwa ulevi pengine unaokunywa, alafu utoke kwenye jamii, kila unalowaza ambaye Biblia imekutaja huna akili kabisa, kila unalotaka lifanyike, wote tulipigia makofi, wote tuliimbie praise and worship, tulisifu na kulipongeza. Mimi upumbavu nitauita upumbavu, ujinga nitauita ujinga. Kusanya machawa, kusanya viumbe wote ambao watakuwa wanataka kufanya ili pengine wewe ufurahi, watafanya hayo, lakini hatuna jinsi. Binadamu, ili kuja kuiponya jamii yetu, tunatakiwa tuwepo watu ambao tutasimama upande wa haki kwa gharama yoyote, kwa uchungu wowote, kwa maisha yoyote. Mungu akituokoa ni Mungu, Mungu asipotuokoa ni Mungu. Hatujawa wa kwanza, walikuwepo watu wa Mungu waliojua kwa harakati zao na mioyo yao Mungu angeingilia kati mapema iwezekanavyo, wakapotea. Lakini walikuwepo ambao katika kuendelea bila kukata tamaa, Mungu alitokea. Nataka nikusomee maandiko kadhaa, nikujulishe kwamba kuna wengine sisi hatuna upambanaji wowote ambao tunapambana na wewe. Hatuna upambanaji wowote tunapambana na wewe, mtu wa Mungu. Unapambana na hewa, unapambana na mtu aliyeinua mikono juu, unapambana na mtu aliyeinama amepiga magoti. Unataka kumwonyesha mtu ambaye hana cha kukuonyesha, hana cha kupambana na wewe. Katika kitabu cha Biblia
Mithali sura 14 mstari wa 31 imeandikwa kwamba amwonaye maskini humsuta muumba wake, bali yeye amhurumiaye ama awahurumiaye wahitaji humheshimu muumba wake. Mimi na watoto wangu kwa sehemu kubwa nami ni wale ambao kwa mujibu wa mitazamo ya hii dunia sisi ni maskini, kwa sababu maskini kwa sasa ni mtu asiye na vitu lakini pia mtu asiye na watu wenye vitu au wenye mamlaka. Huyo ndio maskini kwa tafsiri ya dunia ya sasa. Na kwa sisi nadhani wengi mlimsikia hata Bashando alisema kwa Mbarikiwa pale ni vigumu kuona mtu anayekuwa na milioni 10. Ingawa katika tujaribu kumwonyesha kwamba pana huwa wanakuwepo, ingawa nao wanaishi kwa mashaka sana, kwa sababu inadhaniwa pengine akiwa na milioni 10, 20 ndio wanatufanya tuwe majasiri hivi. Lakini hapana, wako watu wana matirioni ni waoga, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki ni jasiri kama simba. Na kuna wakati mwingine tunakuwa majasiri automatically, yani sio tunajifanyisha. Anyway, point yangu ni hii ya kwamba mimi nadhani kwa vipimo vya hii dunia ni moja kati ya masikini, na watu wangu ni masikini. Ni vigumu sana mwenye cheo kuambatana na mimi kwa sababu anajua cheo chake atakipoteza. Mwenye mali kuambatana na mimi kwa sababu anajua mali yake itakabiliwa. Kwa sisi ni wale mfano wa Daudi ambaye waliomfuata ni wenye madeni, ni wenye uchungu mioyoni mwao, ni wenye huzuni, wakamfanya kwa jemedari wao. Sisi hatuna mtu aliye mamlakani anayeweza akapiga kelele akasema acheni hawa mumewaonea. Sisi hatuna mtu aliye Ulaya kwa wazungu ama bunge lolote, mwenye cheo chochote awezaye hata kusema mtu kama mimi ama watoto wangu ama kijana wangu huyu unajipanga kusema tutawaonyesha, tutawakomoa, wanapambana sisi. Mtu wa Mungu, umwoneaye maskini unamsuta muumba wako. Sisi tunakubali, mimi nakubali kwa vipimo vya dunia mimi ndo huyo maskini, watoto wangu hawa ndo hao maskini. Kunionea watu wanavaa magwanda wameshika mabunduki kuwatesa nini, wanapambana sisi hawa, wanapambana sisi, unamsuta Mungu wako kabisa. Ni aibu kubwa, nimesema mara kadhaa. Mtu aliyeinua mikono, mtu aliyeinama chini, unapiga unavyotaka, unamfanyia unalotaka. Kosa lake tu akijitetea, akalia, akafafanua, unanipiga bure. Hilo ndo linakupa jeu na kiburi na kwanza kuchemka. Unapambana sisi, unapambana sisi, tutakuonyesha. Yoyote anayekuona, yoyote atakayekuja kuona habari yako atakuona chizi, atakuona mwehu, my dear brother. Katika kitabu cha Mithali 17, tena niongezee Mithali 17 mstari wa 5, nasema amdhiakie maskini humsuta muumba wake, naye aufurahie msiba hata kosa adhabu. Anayeona kawaida mwenzake kulia hata kosa adhabu. Nimetaka nikujulishe kwa namna hii. Najua kwa vyote vile hakuna la kukubadili. Wewe unapambana cheo chako kiwe salama, unapambana upande cheo upate posho, sina cha kukubadili. Lakini unapambana na aliyeinua mikono. Natoa wito kwa habari ya kijana wangu kwamba ikiwezekana, hakuna sababu mumpeleke mahakamani, hakuna sababu muendeshe kesi. Mnaifahamu nia yake, mnaifahamu nia yangu. Nimewaambia kama kuna lugha unaiona ilizidi,
alikuwa anatafuta pengine tu kusikilizwa. Baada ya kusikilizwa, atatumia lugha unayoitaka kwa maana ya ubinadamu unavyotakiwa. Kuendelea najua kinachoweza kuwa kinafanyika ni sasa likisha kwetu tutaonekana tulimuonea. Ngoja tulisukumie mbele likaishie mbele. Na wa mbele ulisukumia mbele kiasi kwamba wewe ulianza nyuma umeingia kwenye historia. Wakati mwingine ni ushindi mkubwa ukiona ulichukua hatua kubwa au mbaya kwa mtu asiyestahili kuchukuliwa hatua hiyo, ukaamua kuachana na hatua hiyo. Ni ushindi mkubwa sana kuliko hiki ambacho wakati mwingine mnaweza mkawa mnahangaika nacho kwamba sasa sisi tukiishia hapa tutaonekana tulikuwa wabaya, kwa tusukume mbele, tutajua kule mbele tutakavyorezima. Hapana. Mtu aliyeumizwa kwa kadri unavyomuumiza taratibu taratibu, maumivu yake yanakuwa makubwa kama ulivyomuumiza mwanzo. Lakini najua kwa sasa mnasema hakuna sauti inayobadilisha mioyo yetu. Na nataka tujue ilitabiriwa. Akina sisi pia tuliambiwa piga kelele wala usiache. Katika Isaya 58 mstari wa 1, piga kelele wala usiache, waambie watu makosa yangu na Yakobo dhambi yao. Katika Ezekieli sura ya 3 kuanzia mstari wa 2 anasema mwanadamu na kutuma mbele ya watu wanaoasi sana, na najua hawatakusikiliza, lakini kaseme tu, kwa sababu kuna wakati watajua nabii alikuwako miongoni mwao. Kusema haya na kusiulie kwenye kanafasi kokote, askari yeyote, hakimu yoyote, jaji yeyote, wakili yeyote, mwendesha mashtaka yeyote, unayeitwa usalama wa taifa yeyote, waziri yeyote, rais yeyote, na kusii kwa jina la Mungu, fahamu wewe ni binadamu. Thamini ubinadamu wako kuliko cheo chako, kazi yako. Ni kweli unategemewa, lakini ikumbukwe hao wanaokutegemea salama yao ni Mungu huyu huyu asiyeonekana, wala sio wewe. Insurance yao ni Mungu huyu huyu asiyeonekana, wala sio wewe. Katika wakati usiodhani, pamoja na cheo na kaajira utakako kuwa nako, katika wakati usiodhani, havitafanya chochote. Na utakuja kukumbuka maandiko haya niliyokusomea. Uliwahi kumsuta muumba wako kwa kumwonea maskini, mtu aliyeinua mikono, mtu ambaye hana la kukufanya. Ujumbe huu mtumiane wote mlio kwenye tunafasi sasa, wote mlio mamlakani sasa, kwa sababu ni mawili tu. Kuna watu mnaoonyesha mkikaa sehemu ambayo hata waona aliye mamlakani, bosi wenu, mnaonyesha ni waungwana sana, ni wema sana, lakini mkiwa mbele ya mtu huyo au kwenye eneo ambalo unajua atajua ulikuwepo hapo, mnaonyesha roho katili sana. Lakini kuna wengine ambao kila mnavyoona hiyo, mmejaribu kutafuta kila njia kukaa kimya na kujiepusha na uchungu na kilio cha watu wengine. Lakini ukiwa kwenye mamlaka ambayo yalikuwa ni mawili tu, aidha upoteze mamlaka yako kwa ajili ya kulinda ubinadamu wa binadamu mwingine, ama umwokoe binadamu wako uweze kumkopesha Mungu na wanadamu, na ambapo Mungu, wengi wenu hata cheo chako hata kisingetoka, hata kazi yako isingepotea. Lakini kwa vile hamko tayari kuponya, kuangamiza maisha yenu kwa ajili ya mtu mwingine, meshikilia vyeo, meshikilia nafasi zenu, sehemu kubwa watu wanalia, na mnasema tutalimalizia mbele, wakati huyu mtu ataendelea kulia. Natoa wito kwa habari ya kijana wangu. Ni siku 6 sasa mpaka natoa clip hii. Yuko mikononi mwa polisi.
Mkitaka kujua hatuna la kufanya. Mkitaka kujua hatuna la kufanya. Tumefanya nini mpaka sasa? Zaidi ya machozi tu. Zaidi ya maneno tu. Najua na maneno nayo tunaposema tunatajwa kwamba tunapambana, tunatajwa kwamba tungenyamaza. Hapana, kitu pekee cha mwisho cha mtu yoyote na aliyefika mwisho ni sauti. Iwe inaeleweka iwe na koroma, lakini kunakuwa na sauti ya mwisho. Ukweli baada ya wewe kuniumiza, kunizuia kulia, kunipangia jinsi ya kulia, kunipangia jinsi ya kulalamika, jinsi ya kuomba msaada, jinsi ya kukusii uache kuniumiza, ni dhuluma nyingine kubwa sana, ambayo yani kila ninapojaribu nilie hivi, nilalamike hivi, nifafanue hivi, nijieleze hivi, nikorome hivi, wewe kwako unaona ndo naharibu. Hapana, wewe ndo unaharibu, umenikanyaga pabaya, unaniumiza pabaya. Kijana wangu, nawasihi msihangaike kumpeleka mahakamani. Na hata kama mtakuwa mmempeleka mahakamani, hebu ondoeni tu hiyo kesi. Ondoeni, sio kila utakapokuwa umemuumiza mtu ambaye singeweza kufanya chochote utakuwa umeshinda. Sheria zenu bila shaka huwa mnasema mtu mtakaa naye masaa 24. Ni siku 6 sasa mmekaa naye, nadhani mnaingiza na sikukuu, lakini bado kuna siku 2 kule nyuma, kuna siku 3 kule nyuma ambazo kimsingi ilikuwa mko nje ya hizo taratibu zenu na sheria zenu. Tumewafanya nini? Jibu ni kwamba mnapambana na aliyefungwa mikono, mnapambana na aliyeinama, mnapambana na aliyefumba macho. Ikumbukwe, amone aye maskini, amdhiakie maskini, umsuta muumba wake. Narudia tena, andika kwamba wasio haki wamefuta upanga na kupinda uta, wamwangushe chini maskini na muhitaji, na kuwaua wenye mwenendo wa unyofu. Natoa wito, msipambane na asiye na cha kuwafanya. Nibaki hasa kwenye wito wa kijana wangu ya kwamba ni siku 6 sasa yuko mahabusu, hajapatiwa dhamana, hajapelekwa mahakamani. Najua mnasema kuna za sikukuu, lakini kuna siku 2 3 kule mwanzo ambazo kimsingi zilikuwa ndani ya mfumo wa sheria. Najua hatuna la kuwafanya, na kwa kadri tutakavyojieleza, mupo mnaosema hapo ndo mnaharibu. Kadri tutakavyofafanua, kadri tutakavyolia, tukikoroma, my brother, my dear sister, uliyekuwa kwa nafasi yoyote, niumize uniumizavyo, niachie haki ya kukoroma, niachie haki ya kulia, niachie haki ya kulalamika, niachie haki ya kufafanua, niachie haki ya kupenga. Najua kichwani mwako kilichokujaa unasema ndo nitakuumiza mno. Hakuna shida, umiza kwa kiwango chochote ambacho roho yako inataka, lakini kwambiacho, kulalamika, kulia, kufafanua, kujieleza, kukoroma ni haki ya msingi ya anayeumizwa. Kauli yangu iko pale pale, njoni tuzungumze, njoni tuhojiane. Tumefikaje hapa na kwa nini tuendelea hapa? Ninyi ambao mmetumiwa, mmehusika, mmeratibu uharibifu, vilio, uchungu, dhuruma, hasara hii, peke yenu hamwezi tena mkakaa mukaji control tena, mkiwa mnazuia
wanaofafanua mmeharibuje, mpite wapi, hamtaweza kuleta utulivu mnaofikiria. Njoni tuzungumze. Kuendelea kuharibu hakuzibi uharibifu, hakufuniki uharibifu uliofanyika. Na wahakikishieni, nimewaambia mara kadhaa, nitabaki nikiwaambia wakati wowote nitakaokuwa salama, nitakaokuwa hai. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwamuzi wa mwisho yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.